Abu ele Abu Usa. Empo nione panchi na kwenye bana. Empo nione hapo sauti inakuwa imejaje. Basi ni siku okay, sawa. It's okay. Nikukaribisha kuendelea kusikiliza simulizi ya ndugu yetu Bahati, na ikiwa leo ni siku nyingine tena tunaendelea pale ambapo tuliishia siku ya Ijumaa. Na niwaambie tu kwamba simulizi yetu ya Bahati mwisho itakuwa ni siku ya kesho. Kwa hiyo siku ya kesho usipange kukosa kabisa. Kesho ndo tutamaliza rasmi simulizi ya Bahati ambayo tumeenda nayo kwa muda mrefu sana. Imekuwa ni simulizi ambayo imekuwa ina mambo mengi sana. Hivyo kesho itakuwa ni mwisho wa simulizi ya Bahati. Mimi naitwa Madam T. Nikukaribisha kwa tuendelee tulipoishia, lakini nikukumbushe pia kwenye mitandao ya kijamii simulizi ya Bahati inapatikana kule YouTube, andika Banana FM TZ Bahati kuanzia sehemu ya kwanza, basi zote zimo kule. Kwa hiyo kwa yule ambaye alipitwa, kwa yule ambaye alikuta katikati ya kujua vipi mambo yalianzaje kwa Bahati, basi unaweza ukaingia kwenye account ya Banana FM TZ, basi utajionea kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Madam T, na Ijumaa iliyopita tuliishia pale ambapo Bahati anasema alifurahi kuona mamake kwamba licha ya ule wage ambao ameupata, lakini anaelewa. Nikisema wage ni kama kuna namna kama akili hazipo sawa. Lakini Bahati anasema mamangu alinikumbuka na akawa anaelewa nilichokuwa namwambia, kwa yale maumivu alikuwa anayapata vile ambavyo nilikuwa natamani aumie. Bahati anasema niliongea na mamangu mengi sana kwa ambao hawakufanikiwa kusikiliza. Kwa ufupi, Bahati anasema alienda ili amwambie mama yake maumivu ambayo anayasikia, na alimwambia mambo mengi sana. Alimkumbusha vifo ambavyo alivisababisha kuanzia mdogo wake, jinsi ambavyo amemfanyia dada yake, alivyomuua kaka yake. Alikuwa na watoto 7, lakini sasa hivi amebaki na watoto 2 tu, na mtoto mmoja akamfanya chizi, lakini mtoto mwingine ndo Bahati ambaye ameharibu maisha yake mpaka amefikia ujana huo. Bahati akitakiwa aitwe baba, yani ni mkubwa, lakini kwa vitu ambavyo amemfanyia mamake, basi ndivyo ambavyo, yani ni kwamba mamake alikwamisha sana maisha ya Bahati. Kwa Bahati anasema mimi nilimwambia na nikamwambia kwamba mimi na wewe tunaishia hapa, na pia ninamchukua dada yangu. Kwa hiyo wewe hesabu una ndugu wala huna mtoto, labda kama kuna familia yako itakuja kukuangalia na nini, lakini fadhila ambazo nimezifanya, maumivu ambayo umenipa haviendani. Nimejaribu sana kuendelea kukubali kwamba wewe ni mamangu, hakuna namna, lakini nini ambacho kimetokea? Kila siku wewe unaniumiza mimi tu, kila siku wewe ni matukio tu, haujawahi kuacha kuniumiza. Likitoka hili linakuja lile, lakini sasa hivi kwa sababu Mungu ameamua kukulipa, basi na mimi namwachia nafasi Mungu akukulipa. Usinihesabu kama mwanao tena, niache niondoke. Sasa wewe Mungu atafanya vile ambavyo amekupangia kwa jinsi yale ambayo umeyafanya hapa duniani. Atakulipa kwa mema na mabaya yako ambayo umeyafanya. Nikamwambia mama, mimi na wewe leo imetosha. Nimechelewa sana kuamka kwenye hili. Nimechelewa sana kukukataa wewe kuwa mamangu, nikijificha kwenye kivuli cha kwamba haitobadilisha chochote. Still leo tabaki kuwa ni mamangu, haitobadilisha chochote. Lakini leo najivua, mimi sio mwanao, mimi sio mtoto wako. Na Bahati anasema kingine kilichonipa ujasiri wa mimi kufanya vile ni baada ya mamangu kukiri kufanya mauaji yote, baada ya mamangu kusema amehusika na vifo vya ndugu zangu. Wakati mwingine Bahati anasema unajua kuna ile ambayo unaambiwa mtu kafanya baya fulani, alafu akikataa kwa sababu unampenda, yani au ni kwa sababu ni ndugu yako, ni nani, basi unaona kama haiwezi kaa kweli. Kwa Bahati anasema wakati mwingine kwa sababu ni mama yangu hivi najiuliza, najikuta tu nimejisemea kwamba mamangu amesema yeye hajaua,
huenda haiwezekani kwamba mamangu akawa ameua watoto wote wao. Kwa Bahati anasema kuna mtu alikuwa anajifariji kwa namna hiyo, lakini baada ya mamangu kukiri kwa mdomo wake kwamba yeye kweli alihusika na anaomba msamaha pale analia. Bahati anasema mamangu naongea naye analia, anaumia, analia, ana mguu umevimba, anaumwa julikana anaumwa nini, hana ugonjwa wowote. Mguu umeota umekuwa mweusi na nini, lakini Bahati anasema mimi nilimwambia kama yani alivyokubali ni kama alitonesha kile kidonda ndani yangu upya. Bahati anasema alivyosema kweli alihusika na vifo vyote vile. Ndugu zangu wote au mimi nimewapoteza kwa sababu yake yeye. Mtoto wa dadangu alifariki kwa sababu ya mamangu. Hawa ni kwenye ni ndugu zangu ndani. Vifo vya nje. Watu waliopata matatizo wa nje. Aliwakwamisha huko nje. Ni nini? Imekuwaje? Bahati anasema nilimwambia mama mimi kesho nitaondoka. Na nikiondoka nitaondoka na dada yangu. Ninavyoondoka usihesabu. Usihesabu kama umebakiza watoto wawili duniani. Hesabu wewe huna chochote ulichokibakiza. Unasubiri umalize kulipa madhambi yako. Uondoke. Mwenyezi Mungu atakapoamua kukuchukua, akuchukue. Bahati anasema mamangu alilia. Pale mbona wanasema ana akili sawa akili sio sijamkaa sawa kama ana uchizi saa nyingine, lakini Bahati anasema alikuwa anaelewa vizuri sana. Tulielewana vizuri sana. Alilia na kuomba msamaha, lakini Bahati anasema mimi mwenyewe niko nalia, mke wangu analia, jirani yangu yule ambaye alikuwa pale analia, yule mama ambaye alikuwa mke wangu alimwajiri pale kwa ajili ya kuhakikisha mama anakula na fanya analia. Na nikamwambia kwamba mimi naondoka. Bahati anasema hayo ndio yalikuwa maamuzi yangu mimi. Mke wangu aliniambia kwamba sipaswi kulipiza kisasi. Sipaswi kumfanyia hivi kwa sababu bado ni mamangu. Nikamwambia kama yeye anataka anamwonea huruma abaki. Bahati anasema yani ile roho sijui ilinitoa wapi. Sijui nilitoa wapi, lakini pia nilijilaumu kwa nini ile roho haikuwa kwangu siku zote. Kwa nini nilikuwa na huruma na mamangu ambaye hana huruma na mimi, wala hana huruma na ndugu zangu? Nilikuwa na huruma naye kuhusiana na nini? Nilikuwa nachelewa wapi kufanya maamuzi? Lakini Bahati anasema leo hii mimi nilimwambia mama kwamba ninaondoka. Bahati anasema hata yule mama ambaye alikuwa anamwangalia pale alinisihi sana na kuniambia kwamba nisifanye hivyo. Kama mama anaomba msamaha, basi nimsamehe, nisimuache, nisimfanyie kitu kama hicho. Nikamwambia yule mama, wewe huwezi kunielewa kabisa. Huwezi kunielewa kwa sababu huyajui yale ambayo mimi nimeyapitia. Hujui ni kiasi gani mamangu amenifanya nikaiona hii dunia imenigeuka. Niona hii dunia imegeuka juu chini. Nikaona maisha yangu hayana mwelekeo. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kanishawishi chochote. Mamangu amenifanyia mambo mengi sana. Siwezi. Hapa ilipofika leo inatosha. Na namshukuru Mungu kwa sababu amenisaidia kumkumbusha. Amenisaidia kumkumbusha kwamba kwenye hii dunia yale ambayo utakayoyafanya basi utalipwa. Malipo yatakuwa ni hapa hapa. Ndio kitu ambacho kinamkuta mamangu. Bahati anasema mamangu halali nyumbani kwake, ndani kwake. Anakimbia, anapaogopa. Analala nyuma ya nyumba yake. Haingii kabisa ndani, atii mguu ndani. Nikamwambia sijafanya lolote baya, hata Mungu ananiona. Kama fadhila nimezifanya sana. Bahati anasema nikamwambia kama mimi ningekuwa ni wa kupewa laana na huyu mamangu, zingenifikia zamani. Hata akitoa sasa hivi hakuna laana inaweza kanifikia. Labda kama Mungu wangu ameamua kunitenga, ndio atakubali kwamba hizo laana zifike kwangu. Lakini hawezi. Lakini Bahati anasema nikasema pia naamini pia mamangu mimi hawezi kutoa laana yoyote juu yangu. Kwa sababu anatamani sana nimsamehe. Yani hawezi kivyovyote kunilaani kwa yale ambayo ameyafanya, kwa yale ambayo amenifanyia. Hawezi kunilaani. Hawezi. Zaidi sana ataendelea kuomba fadhila ya Mungu nimsamehe, jambo ambalo never halijawahi kutokea. Nikamwambia kwamba ninamchukia. Bahati anasema walinishawishi sana. Hata mke wangu hakutaka kukubaliana na mimi. Lakini nikamwambia mke wangu anajua mengi sana ambayo mamangu amenitendea. Yaani nikiachana na mimi, mtu mwingine ambaye anaweza akaelezea
ni mke wangu. Nikamwambia achana na hayo mambo. Acha. Yaani acha nifanye vile moyo wangu unataka. Japo mke wangu akaniambia vitabu vya dini vinasema samehe, usibebe kisasi na nini. Lakini nikamwambia mimi naombeni niacheni. Mamangu namchukia. Mamangu ameharibu maisha yangu. Mimi sikutakiwa kuwa hapa. Sikutakiwa kuwepo hapa nilipo leo. Ila ni mamangu amefanya yote haya. Familia yangu haikutakiwa iwe hivi ilivyo leo. Lakini ni mamangu. Nisikutakiwa niwe yatima. Niwe sina ndugu. Sina mtu wa kuzungumza naye. Sina ndugu wa kumshirikisha jambo. Ni mamangu. Kama sio mamangu mimi haya maisha yetu yasingekuwa hivi. Chanzo ni yeye. Yeye ndio chanzo cha kuharibu familia yetu. Kwa hiyo sina mpango wowote na yeye. Bati anasema ilikuwa ni kauli yangu ya mwisho. Na nikasema kwamba mimi kuanzia leo hii sina mama. Wala hakuna, yani sina mama, sina mtu anaitwa mama. Bati anasema kesho yake tukaanza yani usiku tulianza maandalizi ya safari kuondoka kesho yake. Japo hatujakaa, lakini ndio hivyo, mimi nimekuja tu nilitaka kuongea na mamangu nimpe ujumbe direct. Na nikamwambia mke wangu kwamba tutaondoka na dada yangu. Siwezi kuendelea kumwacha hapa. Na dada yangu Bati anasema mke wangu pia alisema tuende naye kule kanisani, tumuombee na nini, huenda atakaa sawa. Kwa sababu hata hali yake imeanza kuwa ya kiutofauti kidogo. Haikuwa kama ile. Bati anasema kweli mimi tulianza safari ya kuondoka na mke wangu. Na Bati anasema kweli tuliondoka. Tukafika mpaka Dar es Salaam na dada yangu tuko naye na nini. Basi Bati anasema kweli mke wangu akawa anampeleka ibada hivyo za ibada ya maombi, kwenye maombi, anashirikiana kwenye maombi. Na Bati anatuambia pia mimi kwa mamangu kwa kweli sikugeuka tena nyuma kabisa. Maumivu ambayo nimebeba nayo kifuani sikuweza kugeuka tena nyuma. Niliacha iwe. Niliacha ipite. Niliacha ikae kama ilivyo. Na Bati anasema tulivyorudi nilianza kuugua tena. Na Bati anasema raundi hii nilikuwa napata maumivu ya viungo, yani na mwili nasikia, kuna muda nasikia kama mwili unakufa ganzi. Yani mwili unapata ganzi kama nataka sijui kukakamaa. Yani Bati anasema kuna muda nasikia mwili wote kama umekufa ganzi. Yani kama kuna muda nasikia pia kama mkono upande mmoja, yani kama unakufa ganzi. Basi anasema nikaogopa, nikawa nahisi kama hata ni dalili za kupata stroke na nini. Nikiangalia kijana bado mwili wangu tu hujakaa sawa, bado viungo vya mwili wangu havijakaa sawa. Lakini tena naanza kujisikia hali hii. Lakini Bati anasema pia nilikuwa sijaacha kwenda kliniki. Kwa nilipokuwa naenda nilikuwa nauliza madaktari na nini, nikaendelea kupata matibabu. Bati anasema namshukuru pia mke wangu, tuko tunaendelea tuko tunakaa vizuri. Anaendelea kunihudumia bila kuchoka, bila kuwaza chochote, bila kuwaza kwamba sina chochote. Yani bila kuwaza kwamba nina mabalaa na manini. Alimwangalia dada yangu. Bati anasema dada yangu alibadilika. Akawa ni mtu ambaye yani hayupo sawa bado, lakini Bati anasema at least ile akawa anaoga, anakula, anazungumza vizuri, anaelewa unachomwambia. Yani anasema ikawa inaonyesha matumaini. Bati anasema siku moja nikapigiwa simu na yule mshikaji ambaye ni wa kule kijijini kwetu. Yule Bati anasema ambaye hata kipindi babake anaumwa sana alimwambia aende akamchukua mzee, hali yake sio shwari, hali yake sio nzuri. Bati anasema Bati anasema alimpigia akimwambia kwamba kuna shida imetokea huko kijijini kwao. Akamuuliza ni shida gani? Akamwambia kwamba wana kijiji wamevunja kile kijumba cha mamako, kile ambacho mamako alikuwa hataki kuvunja, hataki kiguswe wala nini. Nikamwambia imekuwaje wamekivunja? Anasema wanakijiji wamekivunja kwa sababu mamako alikuwa mtu ambaye anawaona, anasema wanatokea kule kwenye ile nyumba. Ndio alikuwa anakimbia na watoto wake, anasema wapo mule. Lakini pia
baada ya kuugua kwa muda mrefu ule mguu bila kupona na nini, haonyeshi matokeo yote ya kupona zaidi ya kuendelea kuvimba, wananchi wanasema, wanakijiji sasa wanasema, wakasema labda huenda wakivunja ile nyumba, kwa sababu labda ndio nyumba yake ilikuwa inafanya nayo mambo ya kichawi, wakachoma vile vitu vile ndani, wakateketeza kila kitu, hali yake itakuwa sawa. Bahati anasema mimi nikamwambia sawa. Sasa kuna hali mbaya gani hapo? Sawa, kama ndo kitu ambacho wameona ni kikifanya wataweza kumsaidia, sawa. Bahati anasema ile kijana akaniambia ni mama yako, lakini nikamwambia tusivurugane. Nilishasema na nitasema tena, sina undugu wowote na huyo mama, mimi simfahamu. Yaani nimeshamfuta kwenye maisha yangu. Ndio maana mimi nipo na maisha yangu, naye endelee na maisha yake. Acha alipe kwa yale aliyofanya. Acha nasema rafiki yangu akaniambia kwamba mamako ana hali mbaya sana huko. Yaani hali yake ni mbaya. Ni hataki kwenda kulala ndani. Na Bahati anasema hata akaambiwa baada ya kuzidiwa sana, wana kijiji wale ambao walikuwa wanamsaidia wakawa yaani si anakuwa hana nguvu, yaani amezidiwa sana. Kwa hiyo wana kijiji wakawa wanampeleka kulala ndani kwa lazima. Bahati anasema analia, anawaomba wamtoe nje. Anawaomba, analia, anawaomba wamtoe nje. Bahati anasema mimi kila kitu alichokuwa ananiambia nikamwambia sawa. Sawa. Akaniambia lakini Bahati, uenda ukimsamea mama yako labda hali yake itabadilika. Bahati anasema mimi nikamjibu tu sawa, ili maongezi mimi na yeye ishi. Yaani mtu akiongea kuhusu na mamangu nikikumbuka, yaani nasikia kama kuna vitu ambavyo havipo sawa. Yaani nasikia kama kichwa changu kinataka kuwaka moto. Nakumbuka yote, nasikia kichwa changu kinataka kuwaka moto. Kwa hiyo Bahati anasema mimi ni kila kitu alichokuwa ananiambia nikawa namwambia sawa. Akaniambia mimi nimekuambia tu Bahati, lakini pia afya ya mamako sio nzuri. Mamako ana hali mbaya sana. Mamako ana hali mbaya, sio mchezo. Lakini pia mamako anakuomba uje. Nikamwambia mimi sina hiyo nauli ya kwenda rudi, nenda rudi kila saa. Wala mimi sina chochote ambacho kitanifanya mimi nitoke huko nije kumfuata yeye. Kwa hiyo sijasahau chochote kwake. Hana deni lolote kwangu. Naamini hajasahau chochote kwangu. Kwa hiyo mimi mniache. Sitaki kabisa. Bahati anasema yule rafiki yangu akaendelea kunisia, akaniambia Bahati, mamako anakuomba sana na anakuomba uje licha ya hali yake mbaya ilivyo, lakini yeye anaomba uje. Nasema mimi nilimkatia tu simu mshikaji. Nilimkatia simu, sikutaka kuongea naye chochote. Na mke wangu aliniuliza kuna nini? Mbona kama mtu uko naye kama mnabishana fulani hivi. Bahati anasema nilimwambia tu kweli, sikuwa na sababu ya kumficha. Lakini Bahati anasema mtu mwingine ambaye alikuwa ananisi sana nirudi kwa mama, ni msamee mamangu na maisha mengine yanaendelee, ni mke wangu. Akawa ananiambia kwamba mamangu kama ametoka kwenye mambo ya kichawi, basi anaweza akamrudia Mungu. Kwa hiyo ni vyema kama ukimsamee mamako, ukamshawishi aokoke, atubu dhambi zake, arudi kwenye mambo ya kimungu, amrudie Mungu, huenda atapona. Usimtelekeze mamako vile. Hata kama sisi hatuna maisha mazuri kiasi hicho, lakini pia hatuna maisha mabaya kiasi hicho kusema kwamba tutashindwa kumlisha mama, tutashindwa kumfanyaje. Fungua moyo wako, uache moyo wako na ruhusu huruma ya mama ingie ndani yako. Yaani mfikirie yeye. Hata alikosea sana, amefanya makubwa mengi sana ambayo yamekuumiza, lakini fungua moyo, msamehe mama yako. Itakuwaje? Bahati atamsamehe mamake, na akimsamehe mamake ataendelea wataokoka kweli. Haitakuwaje? Au mamake atafariki, ataendelea kuwa hai, au ataokoka kabisa ndio afariki, au kipi ambacho kitatokea? Mimi ni Madam T. Kesho nayo ni siku, na kesho ni tamati ya simulizi ya Bahati. Kwa hiyo baada ya kumaliza simulizi ya Bahati, nitapokea pia ujumbe mfupi. Kwa hiyo wewe ambaye umefuatilia simulizi ya Bahati kuanzia mwanzo, siku ya kesho tutajua mwisho na hatima ya Bahati ilikuwaje. Hivyo basi endelea kusikiliza 99.7. Kesho kaa karibu na redio yako,
tumalize pamoja na maoni yako. Kama kuna mtu atataka kupa pole Bahati na nini, basi vyote, ushauri na nini, vyote tutapitia kwenye ujumbe mfupi kwenye simu yetu ya studio. Basi kesho tutamaliza kwa pamoja. Lakini niwaambie wale ambao wamepitiwa na simulizi ya Bahati, kuanzia sehemu ya kwanza inapatikana kule YouTube, andika Banana FM TZ, angalia sehemu ya kwanza mpaka tunapoendelea. Mimi naitwa Madam T, niwatakie jioni njema. Hivi na dakika ngapi?